Lakini niliwaambia haitoshi kuondoa addiction. Sasa kumwamini Yesu ni kugeukia tu mlango ambao unaweza kukusaidia kama utautumia vizuri. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, sasa lazima uanze kuistadi familia yako. Familia yako istadi. Ulizia hata baba yako kama anamjua babu yako. Ulizia hata majirani walio wazee wanaomjua baba yako kama alifariki mapema, wanaomjua babu yenu. Ukikuta kuna ndoa za mitaala, yani babu yako alikuwa na wake wawili, inakuhusu. Either utakuwa na wake wawili physically au utakuwa na wake wawili spiritually. Lazima. It is in blood. Bila kuiondoa lazima iwepo. Wale wanaosema ukimwamini Yesu ya kale yamepita yamekuwa mapya, ni process. Ni process. It is not an instant event. Sahau. Kumbuka, wokovu ni swala la roho yako. Yaani kumwamini Yesu na kuzaliwa mara ya pili huwa sio mwili wa kwako. Kumwamini Yesu na kuzaliwa mara ya pili huwa ni swala la nini? Roho yako. Lakini nafsi yako lazima ipite kiwandani upya kutengenezwa. Kutolewa kwenye mikataba, kutolewa kwenye maagano, kutolewa kwenye namna ya vitu vinavyokushikilia. Yesu hati za mashtaka na nini aliziungulia msalabani, lakini lazima we personally uende msalabani kwenye kiti cha hukumu. Kitu chochote au kesi yoyote iliyoanzia mahakamani haishiagi mtaani, lazima irudi tena mahakamani. Ndio maana kesi yoyote ile inaishaga mahakamani, atafungwa miaka 3. Unapoenda jela ukimaliza miaka 3 umeshatimiza kilichofanyika wapi? Mahakamani. Kwa hiyo unakuwa huru. Sawa. Lakini ukiwa umekaa mwaka na nusu ukataka kuchomoka mahakamani, jela, magereza, sawa, ukataka kuchomoka magereza, watakwambia rudi mahakamani ndio unakoweza kuimaliza kesi. Na kiroho iko hivyo. Chochote kilichofanyika na mbingu ikahukumu, lazima urudi mbinguni ukakisovu. Mtaji. Ndio maana Yesu anasimama na cheo kama hiki: wakili, mwombezi, mpatanishi. Yuko pale for your cases, for your accuser, for your punishment to be solved. Ukirudi kwake, kesi inaweza ikastetiwa upya. Mungu sijui ni miaka gani iliyokuwako huko nyuma, lakini what I see kwenye familia yetu, hakuna mwanaume anaweza kaishi na mwanamke mmoja. Hayupo. That's why pornography itakutesa. Kwa nini? Kwenye damu yenu nyie hamtaki kuwa na mwanamke mmoja. Kwenye ile feeling you can never be satisfied with one woman. Never. Haipo. Akikosa njia ya kukufanya uwe na mwanamke, atakutrap kwenye pornography, atakufanya uwe na wanawake online. Akikosa kukutrap, kukupeleka kwenye wanawake online, atakupeleka kwenye spiritual wife. Utakuwa na limke unazini nalo kiota ukilala, hata kama una mke wako kitandani, lakini unaota umezini na fulani. Unaota umezini na fulani. Na Yesu naye shida ya lepo ya kiroho. Kuna wale watu wanaojiona wameokoka sana, wanasema sikiliza, I know it practically. Kama umenena kwa lugha, mimi nilianza kunena kwa lugha. Kama umejazwa na roho, mimi nilianza kujazwa na roho kabla yako.
Kama umeombea wagonjwa, mimi nilianza kuponya wagonjwa kabla yako. Kama umehubiri Injili watu wakaiheshimu na wakamwamini Yesu, na mimi nilianza. Lakini baada ya kukaa kwenye wokovu miaka kadhaa, nilishangaa roho ambazo hazitakiwi zinivamie zimenivamia, na zikaanza kunitesa, with addiction. Nikastruggle na kustruggle, na kila mtu nikamtafuta anisaidie, akashindwa kunisaidia. Lakini after long time nikitafuta majibu, katika hali ile ningekufa, ningeenda dhambini. I tell you true. Ningeenda jana. So kwa sababu wewe ukatenda dhambi alafu ukaenda mbinguni, haipo. Ndio maana ushauri wangu ni huu: hakikisha unashika hili somo likusaidie kudeal na addiction yoyote ile ambayo ipo kwenye mfumo wa familia yenu. Addiction ambayo ipo kwenye mfumo wa familia yenu sasa hivi unaweza kuwa huioni. Ukiwaangalia wengine wote wanahangaika, wanawake wanahangaika na wanaume wanahangaika na wanawake. Sawa. Wewe unaweza ukaichukulia hizi, unahukumu, mimi nishamwamini Yesu, tunajiana pekee. That is a pattern. Wewe umepata neema ya kumwamini Yesu, haijafanya ukamilishe kutoka pale. Okay. Labda nitoe mfano huu kwa form 5 hawajausikia. Ukiwa na mtoto wako, alafu mtoto wako akaiba kuku wa mtu kijijini, sawa? Mwenye kuku akajua, akaja akashtaki kwako, sawa. Halafu mtoto akaomba msamaha, baba, niliiba kweli, nisamehe, sitarudia, ninaapa. Yaani siku nikiiba, kata miguu, fukuza kabisa, nisio mwanao, sitarudia. Baba ukamsamehe, baba ukafanyaje? Ukamsamehe. Kama hauta solve kesi pamoja na yule mshtaki, kesi haijaisha. Alo, kama hauja solve kesi, umeshamsamehe. Ndio Yesu anavyowasamehe nyinyi mkirudi kutubu dhambi. Bwana Yesu nisamehe. Anakusamehe. Lakini kesi zako zimesolviwa zikaisha. Tukienda kwa Yesu tunapokea msamaha wa dhambi. I know and I believe 100%. Lakini hatupokei 100% ya makosa na zile kesi kusolviwa. Ile ni process. Sasa wewe mtoto na baba, mnatakiwa mwanze kushirikiana kudili na zile kesi. Do you understand me? Mnatakiwa mwanze kushirikiana kudili na ile kesi. Baba kasha kusamehe, yuko upande wako, atakutafutia na mawakili, sawa, atakutafutia na vitu vya kulipa. Lakini lazima muende kwenye process ya kumaliza nini? Ile kesi. Cha kulipwa alipwe na kesi futwe. Hivi watu nashangaga tu from nowhere. Kuna pepo limemvamia. Alikuwa hana tabia kutamani wanawake. I remember one man. Bwana mmoja hivi ambaye alikuwa ameokoka vizuri sana. Alikuwa ananena kwa lugha vizuri sana. Alikuwa anakimbiza wachawi vizuri sana. Sawa, hakuwa mwinjilisti, hakuwa mchungaji. Lakini one day niko nyumbani alipokuwa anaishi yule bwana. Nimelala pale. Usiku akaja mchawi. Usiku mimi nakumbuka mchawi akaja.
Na yule mchawi alikuwa sijui yesheni kiumbe gani yule bwana. Alikuwa mchawi kweli kweli. Kwa sababu alipofika kwenye ile nyumba yote ilifunikwa na upako wa kichawi. Truly, mimi mwenyewe ninauhisi. Nikiwa mdogo, ninauhisi kabisa exactly ule uchawi. Yaani sijui niwaambieje. Ni kitu kimekufunika. You can feel all the body shaking with that power. Hivi unanielewa? Nikamsikia kule chumbani alikokuwa yuko kule. Akasema mchawi na kuangusha chini kwa jina la Yesu. Nikasikia kishindo nje kwa masikio yangu na niko macho. Nikasikia kishindo nje. Na kile kitu kikaisha. Kesho yake nilipoamka asubuhi nikwenda kuchungulia kule. Nione mweleka ambao amepiga yule mchawi. Tafuta sikuona, lakini kile kishindo kilikuwa kishindo kweli kweli. Yaani kama jiwe la kilo 150 limetupwa chini kutoka juu. Baada ya miezi kadhaa, sio miaka, miezi kadhaa, yule bwana akamwita mchungaji. Akaambia mchungaji, nina struggle na spirit of lust. Anamke kabisa, tena beautiful wife, lakini ninashangaa kila mwanamke nikimwona namtamani na inanitesa. Na siku alikuwa ameshindwa kwenda kanisani, akaniona pale mtani, akaniingiza, nenda kaite mchungaji. Nikaenda nikamwita, fulani nakuita. Akamkuta pale. Sasa mimi nimekaa pale nikaa nasikiliza. Unaongea nini? Akaanza kumwambia mchungaji waziwazi kwamba bwana, sijaje kanisani kwa sababu hali yangu ya kiroho ni mbaya. Mambo yangu yote yamevurugika, moyo wangu umejaa tamaa tu. Sasa sikiliza. Mchungaji alikuwa hajui kanuni ya addiction na jinsi ambavyo maagano ya zamani au makosa ya wazazi yanaweza yakatutesa. Alikuwa hajui. Akamwambia kwa jina Yesu, upone. Hebu toka. Sawa eh? Jamaa alipotoka pale, ile spirit haijatoka. Kwa sababu iko pale kimaagano na kokesi fulani za kiroho ambazo zinatakiwa zisolviwe. Hakurudia kumwambia tena mchungaji. Akaendelea kwenda kanisani. Akaanza kufyeka wamama wa kanisani. Fyeka watu wenye vyeo pale kijijini. Fyeka walimu wa shule za msingi. Alikuwa anafika na kila akifanya kitu Mungu ni kama alikuwa anaonyesha naona. Alizini na wanawake wengi. Siwezi nikaelezesha idadi yake. Kama huyo ambaye sasa hivi anatamba mtandaoni anaitwa Baltasar, ambaye amekamata video zake. Amelala na wanawake 400, alafu wote ana video zao. Sasa wale ambao walikataa kuchukuliwa video, wale ambao walikuwa hajapata idea ya video, hii kitu itakumaliza hata wewe na mbinguni utaenda. I tell you true. Ndio maana ukiona kuna tabia yoyote ile inakutesa, rudi kwenye background, ndio ilipo. Kwa sababu unashangaa, unafunga haitoki, unaomba haitoki, unasoma neno haitoki. Si ndio kanuni unazowashauriki? Kila kitu unafanya, una meditate na Mungu. Niliwaambia ni mpaka roho uzima kupitia Yesu Kristo. Sasa kupitia Yesu Kristo ina maana ni kesi zinasolviwa. Ndio maana naambia ni fumbo. Kesi zinasolviwa. Mnaenda mbinguni, kesi zinatatuliwa, ziishe. Zikishaisha, you realize kwamba zile tabia zinakuachia zenyewe. Sasa siri ya mwisho, muda umeisha. Usiende ukiona kuna mistake kwenye maeneo fulani au kuna vyanzo vinavyoonyesha addiction, kuwafuatilia. Whether ni ya ulevi, ya kuvuta bangi, au ya uzinzi, au ya uzinzi italeta na pornography, italeta na masturbation, whatever. Kwa kesi yoyote ile, ukiona kuna hicho chanzo, usianze kukemea pepo. I advise you. Tena andika, usianze kwa jina pepo la bangi moto kwenye familia yetu. Yale mapepo yote yatakuvaa wewe na utakuwa mvuta bangi milele. Usikemee, ile ni kesi. Hivi mnaelewa? Mtafute mfungo yote ambaye anaamua kujitoa kwa nguvu, watamuua. Anaamua tu kutoka gerezani. Mimi nimeamua leo, nimechoka hapa, natimua, nachomoka,
anatafuta tundu au mlango nini akimbie, wanamuua. Ndio ile wanawakamata, wanaolaza kwenye maji, wanawakamata, piga viboko, wanapaka pilipili, wanampiga, wanamwadhibu. Kwa nini? Anatoroka adhabu, anaenda. Ile ni kesi. Ndio maana mtu aliyoko jela akitaka kusolve kesi anatafuta wakili. Kesi ndio wapi? Mahakamani. Mahakamani inatatuliwa, barua inatoka mahakamani inayohitaji wewe to be released. Kwa polisi wenyewe atakwambia toka au tuhusu tena. Polisi wenyewe na mapepo yatakuachia hivyo. Wewe unachotakiwa kurudi ni mahakamani. Rudi kwa Mungu kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, natubu kwa yale makosa, natengeneza kwa yale maovu. Ninaomba damu yako ipite, iondoe makosa, iondoe machukizo. Kesi zifutwe. Sasa ile unaomba sio kitu cha siku moja. Kuna kesi mkitaka kuipeleka mahakamani mpaka ikaje kuisha, inaweza kuchukua miaka 3. Kwenye reality unafikiri kurudi kwa Mungu kwamba Mungu ndo aga anamwambia shetani sasa ameomba msamaha kwisha dakika moja, Ile ni kesi mzee. Unapopeleka shetani ni mshtaki, ndio Biblia inavyomwita. Unapopeleka document na yeye anataka document, unajitetea, unafeli. Ndio maana unatakiwa usome Biblia, ujue maandiko yapi yatakusaidia kujichomoa, ujue namna ya kumtumia wakili Yesu. Sawa, ujue namna ya kustate case. Juzi namwombea dada mmoja hivi, ana mapepo, yuko namwombea kwenye simu. Tena mapepo yampitia kwa nabii wa uongo. Au nabii wa uongo kamzinisha yule dada, akamzinisha, akamuingizia mapepo. Lakini nabii anaweza kuprofesai ile mbaya, nyoyo Swahili tunasemaga. Hakuna kitu imefichika machoni pake. Ila anazinisha watoto watu na kuingizia mapepo. Na kemele mimi kwenye simu, baada ya kuja kutafuta msaada kwangu kwa njia ya simu. Ila niambia wewe, unatujua wewe. Unachokoza usikuweza kupigana napo. Unajua gharama tuliyolipa kwa dada? Unajua investment tuliyofanya? Can you pay it? Yala niuliza. Can you pay it? Niliwaambia leo kwa Jumapili. Jumapili, nakumbuka unatuniambia. Sijui ni kanisani ama ni wapi. You know. Sasa mimi kwa kuwa najua kanuni, tukaanza ku state case. Halafu nilipo state case nikaambia, okay, bado unadai? Kimya. Bado unadai? Jibu. Kimya. Haya toka. Yakaanza kutoka. Sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu nawabariki watoto hawa, neema yako iwe nao. Waendelee kuwasilishia hekima na kuwafundisha ili wasiteswe na mbinu yote ile ya kuzimu.